Rais wa Urusi Vladimir Putin ameagiza tani 27 za misaada ya kibinadamu kupelekwa nchini Lebanon. Wizara ya hali ya dharura nchini Urusi imetangaza siku ya leo Jumanne kwamba ndege maalum iliyobeba tani 27 za misaada ya kibinadamu iliondoka kuelekea Lebanon jana usiku. Uwasilishaji huo uliandaliwa na agizo la Rais Vladimir Putin wa Urusi na agizo la waziri wa hali ya hewa dharura Alexander Kurenkov. Wizara hiyo ilisema katika taarifa yake kuwa msaada huo ni pamoja na kwa ajili ya vituo vya umeme vinavyohamishika, vyakula, mahema, mablanketi na vifaa vya kulalia. Ndani ya ndege hiyo kuna zaidi ya tani 27 za mizigo. Kuna vituo vya umeme vinavyohamishika, kuna vyakula, kuna mahema, kuna mablanketi, kuna magodoro na mito, ilisema taarifa hiyo kutoka wizarani. Wasilishaji huu ambao uliandaliwa kwa agizo la Rais Vladimir Putin na ni agizo la waziri wa hali ya dharura Alexander Kurenkov limewekwa wazi kwamba Urusi inathamini na kuona umuhimu wa kuwa na ushirika na Beirut. Katika safari ya kurudi kutoka Beirut kwenda Moscow, raia wa Urusi na wanafamilia wao watarejeshwa, ilisema taarifa hiyo. Imeelezwa kwamba kutokana na hali ilivyo nchini humo, raia wa Urusi wanaoishi nchini Lebanon watasafirishwa haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, uhusiano wa Urusi na Lebanon ulianza kukua mnamo mwaka 2021 ambapo kutokana na mkwamo wa kisiasa na mzozo mkubwa wa kiuchumi nchini Lebanon uliofanya viongozi wa kisiasa nchini humo kutafuta uungwaji mkono wa kisiasa kutoka Moscow na kuyakaribisha makampuni ya Urusi kuwekeza katika miradi ya miundombinu na nishati nchini Lebanon. Kwa uchache wanatafuta kutumia mazungumzo yao na Urusi katika kuboresha uwezo wao na kujadiliana, huku akiomba msaada kutoka kwa nchi za Magharibi. Kutokana na hali ya mgogoro nchini Lebanon, mkondo wa ziara ya wanasiasa wa Lebanon walielekea huko Moscow ulibua swali la maslahi ya Russia nchini humo na uwezo wake wa kuchangia utulivu wa Lebanon. Inaonekana sasa kwamba Urusi tayari imeshapanua ushawishi wake nchini Lebanon, ambayo inaichukulia kama mwendelezo wa moja kwa moja wa maslahi nchini Syria na eneo la Mediterania na Mashariki. Moscow ina uwezo wa kusaidia Lebanon katika kutatua matatizo maalum, kwa mfano katika uwekezaji wa nishati na chanjo, lakini pia na katika upatikanaji wa chakula, hasa katika kipindi hiki cha vita ambapo Israel imekuwa ikishambulia Lebanon. Mawasiliano kati ya Urusi na viongozi wakuu wa Lebanon yalionekana kupanuka hivi majuzi. Mnamo Aprili mwaka 2021, waziri mkuu mteule wa kipindi hicho Saad Hariri alitembelea Moscow ambapo alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin na kukutana na waziri mkuu Mikhail Mishustin wakati huo na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Mishustin alitoa wito wa kuboreshwa kwa biashara ya nchi hizo mbili ambapo ilishuka kwa 38%, lakini hadi wakati huu licha ya kwamba kuna vita imefikia karibia dola 320 milioni, na amesisitiza kwamba Beirut inapaswa kuunda mazingira ya kuvutia kwa uwekezaji wa Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.